Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho kimekuwa kikizungumzwa huko mitandaoni kuhusiana na mahusiano ya Jux pamoja na mkewe. Tunamfahamu kwa jina la Priscilla. Sasa basi, bwana, kuna vitu ambavyo tunafahamu kabisa kwamba kama unakumbuka vizuri, wiki kadhaa zilizopita kulikuwa kuna ugomvi mzito sana kuhusiana na warembo wawili ambao wanafanya biashara za nguo hapa mjini, nguo za kike. Tunamzungumzia Faivani pamoja na Nifa. Bwana, ugomvi wa Faivani na Nifa ulikuwa ni mabaya fulani. Kuna yale mabaya makubwa yale ambayo wanawake waga wanavaa kwa juu. Umeona Sasa yale pale bwana yaliibua mgogoro mzito baada ya Faivani kuamua kuyatangaza kwamba yuko nayo na anayauza, akiwa naye pia kama mfanyabiashara wa nguo. Alitangaza kwamba anauza yale mabaya, lakini at the end of the day ni kwamba Nifa naye pia akatangaza. Sasa tofauti na kitu ambacho kimekuja kuibua ugomvi ni kwamba Faivani yeye ya kwake alikuwa anayauza kwa bei ya shilingi milioni 1 kwa abaya moja. Umeona Lakini ile ilikuwa ni target ambayo walikuwa wamelenga karibuni kabisa na siku kuu ya Eid. Sasa basi Faivani alivyotangaza kwamba anauza yale mabaya yake kwa shilingi milioni 1, huku pia upande wa pili ni kwamba Nifa naye pia akatangaza kwamba na yeye anauza mabaya yale yanafanana vile vile, lakini yeye akawa anayauza kwa 3.5. Jambo ambalo likawa limeonekana wazi kwamba Nifa ni kama vile amefanya vile makusudi kumharibia biashara Faivani, kwamba watu wasiende kwa Faivani wakanunue kwake yeye kwa sababu bei ni rahisi. So kikubwa zaidi ambacho kilichokuja kusababisha ugomvi huu kuibuka na kuwa mkubwa zaidi ni issue ya kwamba baada ya hayo yote kutokea, kila mtu akawa anamlaumu kwamba Nifa amefanya hivyo kwa lengo hilo. Lakini pia at the end of the day ni kwamba watu katika uchunguzi wa hapa na pale ikaja ikagundulika kwamba hayo mabaya yote hayo mabaya ambayo Faima alikuwa anayauza kwa milioni na Nifa pia kusema kwamba na yeye pia anayauza, ni kwamba yalikuwa waliyaona kwa mara ya kwanza kwa mke wa Jux baada ya kwenda naye nchi za Uarabuni huko kula bata. Baada ya ndoa yao tulimuona mke wa Jux akiwa amevaa abaya la namna hiyo lenye rangi ya goldi na nyekundu. Umeona Sasa inavyosemekana ni kwamba Nifa yeye pia alienda kununua moja kwa Faima kuonyesha kama sample kwamba maabaya yapo, lakini yanapatikana kwa order. Yeye anaagiza Nigeria, then unapewa unasubiri likija unakabidhiwa. Lakini watu wakasema kwamba hii inaonyesha kwamba Nifa labda alikuwa anataka kuyakopi, yani kwamba ukioda unashonewa au linatengenezwa linaandaliwa then unauziwa kitu ambacho ni cha kukopi, kwa mujibu wa vitu ambavyo vinasemekana huko mitandaoni. Watu walikuwa wanazungumza hivyo. Sasa basi baada ya hayo yote ni kwamba sasa hivi tena imeonekana watu wengi sana wakawa wanasema kwamba sasa huyu mwanadada mke wa Jux ndo amekuwa kama vile fashion icon hapa Bongo, kiasi kwamba akija na kitu wanawake wote wanataka wawe nacho, na inakuwa ni biashara nzuri tu kwa wadada ambao wanafanya biashara za kuuza nguo hapa Tanzania. So at the end of the day, sasa this time around tunafahamu kwamba sherehe ya harusi bado inaendelea huko Nigeria. Kwa hiyo Jux ameenda Nigeria na mkewe Priscilla kwa ajili ya kwenda kuendeleza mambo hayo ya harakati heka za hapa na pale kwa ajili ya kufanikisha sakata zima la harusi. Sasa basi ni kwamba huko napo pia tumewaona wakiwa katika design mpya kabisa ya magauni na suti. Yani huyu Jux amevaa suti na Priscilla naye pia kuna gauni fulani hivi ambalo amelivaa linaonekana ni very spacious, yani ni gauni fulani hivi lina majani, gauni ni rangi ya kaki na brown, lakini at the end of the day yamewekewa nakshi ya majani. Pia the same way pia kwa upande wa Jux naye pia amevaa suti fulani hivi bwanga, lakini juu amevaa koti ambalo limekatwa kama singlet fulani hivi, lakini na yenyewe nao pia lina huo urembo wa majani. Wamependeza at the end of the time, yani mwisho wa siku tunaweza kusema hivyo kwamba wamependeza hawa wawili. Sasa basi kitu ambacho ni very interesting kuhusiana na hii issue ni kwamba hii design unaambiwa kwamba ukiikopi unashtakiwa. Umeona Yani ukiiga vazi la Jux na Priscilla, faini na jela vinakuhusu. Kwa hiyo sasa hii issue design ya hizi nguo ni kwamba wadau tulikuwa tunajua kabisa kwamba baada ya siku 2-3 tunaona pia hapa Bongo watu wanauza haya magauni hapa Tanzania kwa kukopi kama the way ilivyotokea hapo awali kama inavyosemekana. So this time around ni kwamba unaambiwa kwamba ikitokea kitu kama hicho ni kwamba faini jela. Yani faini juu na jela ukijichanganya ukakopi mavazi ambayo Jux na Priscilla wameyavaa huko Nigeria. So full story iko hivi, unaambiwa kwamba mbunifu wa mitindo kutoka Nigeria anayefahamika kwa jina la La Sosa, ambaye amehusika kwenye ubunifu wa
kutengeneza vazi la Priscilla Ojo na mwanamuziki wa Tanzania Juma Jux kuelekea katika harusi yao. Ni kwamba harusi yao ametoa onyo kwa washonaji wa nguo wengine na ubunifu wa mitindo kuwa yuko tayari kumshtaki yoyote yule ikiwemo hata kufikishana mahakamani na kutozana faini ama kifungo kulingana na maamuzi ya mahakama kwa yoyote yule atakayeiga mtindo na muundo wa nguo ambazo yeye amezidesign, kwa kuwa yeye pekee ndiye mwenye hati miliki ya vazi hilo. Umeona bwana watu wako serious na kazi zao. Au vipi bwana huko Nigeria bwana, mtu akidesign kitu chake ukikopi jela au ukikopi fine, short and clear. So huyu mbunifu alionyesha mpaka jinsi ambavyo anavyotengeneza, lakini at the end of the day amewapa hiyo notice kwamba ukikopi umekwisha, atadili na wewe, atakula na wewe sahani moja. Au vipi bwana? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia alisikika akisema kwamba hii imetengenezwa pekee kwa ajili ya Priscilla na mumewe. Tena pia vile vile tuna haki ya vazi hili, yani copyright. Akasema kwamba unajua maana yake ni kwamba ukinakili na nikiona nitakushitaki na tutaonana mahakamani. Ilichukua muda mrefu sana kufanya hili, kwa hivyo basi usinikopi. Hiyo sio nzuri kama hutaki kuonekana kama hutaki tukutane mahakamani. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ni kwamba bidada ambaye amedesign hilo vazi la Jux na Priscilla ameweka wazi dhahiri shahiri kwamba akiona mtu amekopi design ya hilo vazi, basi moja kwa moja anadili naye na anashtaki mahakamani na sheria zitachukuliwa ipasavyo, ikiwemo kuna uwezekano wa mtu kulipishwa faini au kifungo. Na unaelewa kwamba mambo ya hati miliki unaweza kupigwa vyote pamoja, ni kwamba ukatozwa faini na jela ukaenda. So hivyo ndivyo situation ilivyo kuhusiana na vazi hili la Jux na mpenzi wake Priscilla kuelekea katika ndoa yao huko Nigeria. So wabongo bwana wamebaki mdomo wazi, ni kitu ambacho hawajawahi kufikiria au kudhania kwamba kinaweza kikawepo, na tunasikilizia kama kuna mtu atakopi au kama kuna chochote kitatokea, tutakupa update zaidi. Lakini ukiwa kama mdau unazungumziaje swala kama hili? Hebu weka maoni yako hapo chini katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Na pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare, na kama kawaida make sure una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.